Kutoka katika upande wa klabu ya Wekundu wa Msimba Simba tayari miamba hii imemtambulisha ambaye ni kocha mkuu wa kikosi hichi baada ya Dimitar Pantev kuondoshwa katika benchi la ufundi la Simba Sports Club. Amekuwa anasubiriwa kwa hamu kubwa zaidi, ni nani ambaye atakuja kuchukua nafasi au kuja kuchukua mikoba ya mwamba anayejulikana kwa jina la Dimitar Pantev ambaye siku chache zilizopita aliweza kuondoka katika klabuni hapo. Sasa baada ya Simba kuachana na Pantev, hatimaye wameweza kumtambulisha coach Steve Barker ambaye atakuja kuinua klabu hii na kuifanya Simba Sports Club inarejea katika sehemu ya ushindani mkubwa na kuja kuyatimiza makubwa ambayo wao kama Wekundu wa Msimba Simba wamejiwekea kama sehemu ya ufanisi, ubora, uweredi, maarifa na kuja kutimiza yale ambayo anaamini katika ubora yaliyo ubora katika makubwa ambayo tunayashuhudia na kwenda zama ndani ya Simba, ubora wake utakuja kuonekana. Steve Barker ndiye ambaye amepewa jukumu la kufanya maboresho ndani ya Simba Sports Club. Ni wapi ataweza kuingiza baadhi ya wachezaji anaowataka yeye, basi hilo jukumu amepewa yeye, na sie tuko hapa kwa ajili ya kutazama kila ambacho coach Steve Barker atakuja kufanya na kila ambacho pia kitakuja kuonekana kama sehemu ya ufanisi, ubora na uweredi uliotukuka katika upande huo. Sasa moja ya taarifa kubwa ambayo ipo wazi zaidi ni wakati ambao Simba coach Steve Barker yeye amekiri na kuweka wazi zaidi kwamba moja ya timu ya ndoto yake ni kuinua timu kama Simba Sports Club, lakini ili kufanya vizuri pia atahitaji kufanya maboresho katika kikosi hicho, akiachana na baadhi ya wachezaji na kuingiza wachezaji. Miongoni mwa mambo ambayo pia mwanamichezo unapaswa kuyajua na kuyatambua ni kwamba katika dirisha dogo la usajili huu huwa tunauita nipishe nipite, kwa sababu unaingiza mchezaji unatoa mchezaji, ndivyo ilivyo. Mfano, idadi ya wachezaji 12 ndani ya Simba wa kimataifa tayari imetimia, na ndiyo kanuni, unapaswa kuwa na wachezaji 12. So ili kuingiza mchezaji yoyote mwingine wa kimataifa au mchezaji wa kigeni unapaswa kumpunguza mmoja ili umuingize mmoja. Unampumzisha let's say Shamu, unamleta Fawaz Basadieni. Unamsimamisha Joshua Mutare, unamleta Arani Okero. Ndivyo ilivyo katika dirisha dogo, na ndio usajili ambao unafanyika kwa namna hiyo. Sasa coach baada ya kutangaza kwamba atakuwa na maboresho makubwa, tayari ndani ya Simba Sports Club wapo wachezaji ambao moja kwa moja toka awali kabisa, ripoti ya kiufundi zaidi kutoka kwa mwamba Pantev, kutoka kwa mwamba Selemani Matola walishaonyesha kwamba wachezaji hawa wa kimataifa watatu na wachezaji wazao wasiopungua watatu wanapaswa kupisha ndani ya Simba katika dirisha dogo, ili kuja kwa wachezaji wengine wapya watakao kuja kuongeza changamoto mpya. Ikumbuke Simba Sports Club idadi ya wachezaji wengi watatolewa kwa mikopo, na wachezaji obviously 2 mpaka 1 watavunjiwa mikataba yao. Ndicho ambacho tayari kipo mezani katika ufanisi na ubora uliotukuka. Bwana, kabla ya kukufikishia taarifa hii upande wa wachezaji ambao wanapewa thank you Steve Barker moja kwa moja, ambao panga lake litapita nao ili kupisha usajili wake ambao utakuja kuongezeka au usajili ambao utakuja kuimarisha Simba. Mwanamichezo, ni kuombe kama ni mara yako ya kwanza unajiunga na YouTube channel yetu, hakikisha pia umeweza kusubscribe ili uwe mwanafamilia na uwe wa kwanza kuzidi kupata taarifa zote za kimichezo. Kazi yetu ni moja tu, kuhakikisha kwamba unapata habari za kimichezo kwa ustadi na kwa wakati uliotimilifu. Tukianza na listi ya wachezaji 11 ambao up to now ndani ya Simba wako safe, lakini mmoja yeye hayupo safe, lakini moja kwa moja taarifa zinaeleza kila ambacho kipo kwa maana ya wachezaji wa kimataifa. Simba kwenye fyeka au kwenye pangarao la kutafuta ni nani apite na ni nani apishe. Wa kwanza ambaye kapewa nafasi ni Shamu Karabwe. Huyu ni mchezaji ambaye Simba
wamefikia sehemu ya kuachana naye katika hili dirisha dogo, na Simba wameridhia kwamba Shamu avunjiwe mkataba wake, kwa sababu mkataba alionao ndani ya Simba ni mkataba wa miezi 6. Shamu ni mmoja mabeki wakati ambao wameshindwa kudeliver na kutoa kile ambacho anakihitaji katika eneo hilo. Simba wapo tayari kuvunja mkataba wa Shamu Karabwe ili moja kwa moja mchezaji mwingine wa kimataifa aweze kupata nafasi. Shamu ni mchezaji ambaye ameshindwa kudeliver na ameshindwa kuwa na utulivu mkubwa tangu msimu jana, akiwa na miamba hii ya Simba Sports Club, akitokea katika upande wa kikosi cha akitokea katika upande wa Stade Mare, kutokea kule nchini kwa Ivory Coast katika timu ya Stade Abidjan, lakini tangu anatua bado ni mchezaji ambaye ameshindwa kuwa na utulivu mkubwa. So Simba wamedhamiria kuvunja mkataba wake na nafasi yake kuchukuliwa na wachezaji kama Inonga, akina Abdi Banda, ni sehemu ya wachezaji ambao tayari wapo katika nafasi hiyo. Mchezaji wa pili ni Joshua Mutale Budo. Budo, no doubt about that. If Simba wanakamilisha dira mchezaji wanayemhitaji na haswa Jose Luis Mixon sanjari na Aaron Okero Magician, that two side watu tutakwenda kushuhudia ni kwamba walivyo wawili tutakwenda kumshuhudia mmoja wao akiwa anatua katika upande huo. So Joshua Mutale Budo ni mmoja wa wachezaji ambao tayari pia wamenyoshewa kidole kupewa thank you ndani ya Simba katika dirisha dogo. Huyu anatolewa kwa mkopo na anarejea katika timu yake ya zamani ya Power Dynamo ya pale nchini kwao Zambia. Mchezaji wa tatu, yuwapo wawili, Neo Gift Maema sanjari na Jean Charles Ahoua. Within that two players, mmoja wao atajiunga na timu, ataondoka ndani ya timu kama Simba atampata mchezaji ambaye wanamhitaji katika safu ya ushambuliaji ili kuja kuongeza nguvu zaidi. Bado Ahoua kwenye msimu hajawa na performance ya aina yoyote katika upande wa Simba, na ni mchezaji ambaye amebonyeza namba katika nafasi ya kwanza. Maema bado pia naye uwezo wake, Simba walimsajili kwa mbwembwe kubwa ukiamini atakuja kufanya anachostahili, lakini bado hajawa na mchango mkubwa zaidi. So hao ni sehemu ya wachezaji wa kimataifa ambao tayari wamenyoshewa kidole, wangebarikana wanaokuja basi moja kwa moja hawa wanapicha. Lakini wapo wachezaji wazawa, obviously wachezaji wanne, no doubt wachezaji wanne wazawa ambao moja kwa moja panga linawahusu. Moja ya wachezaji ambao panga linawahusu katika upande huo ni mwamba anayejulikana kwa jina la Vedastus Masinde. Simba wao tayari wameridhia kumtoa Vedastus Masinde kwa mkopo. Timu ya JKT ni moja ya timu ambayo inamhitaji, timu kama KMC ni moja ya timu pia, na Dodoma Jiji nao ni moja ya timu ambayo inamhitaji mwamba huyu Vedastus Masinde. Lakini mchezaji wa pili ni Juma Radaki Chasambi. Simba hapo tayari pia kumtoa Chasambi ndani ya JKT kwa mkopo ili akapate game time. Mchezaji wa tatu ni Awesu Awesu Maestro, ni moja ya wachezaji ambao pia Simba wanahitaji kuwatoa kwa mkopo, na huyu ni mchezaji mzawa ili akapate game time. Na mchezaji wa nne ni Mzamiru Yasini Saidi Seremba. Timu kama Mashujaa, timu kama Namungo, timu kama Tanzania Prison ni moja ya timu ambazo zinamhitaji Mzamiru Yasini Saidi Seremba ili kuja kuongeza nguvu zaidi. So hao ndio wachezaji 11 ambao moja kwa moja wamenyoshewa kidole kuondoka ndani ya klabu ya Wekundu. Takriban wachezaji 7 ambao wamenyoshewa kidole kuondoka ndani ya Simba. Kwa panga hili upande wako ni nani uliyaomba aweze kubakia na ni nani ambao unasema bwana huyu alistahili kuondoka? Tupia maoni yako, lakini pia ni kuombe kwa unyenyekevu mkubwa hakikisha umeweza kusubscribe, lakini pia usahau like na pia kushare na kuweza kuweka maoni yako katika hichi ambacho kipo.